maana ya Pasaka. Kwa Pasaka ni nini? Maana yake. Sababu maana yake inaleta na matumizi. Maana. Okay, unaambiwa umenunua gari la kazi gani? Maana halina maana kwako. Si umeona hiyo kitu? Hasa kuna watu wengi sana leo wananua nguo, wanazitunza kabatini. Hawavai, anasema hizi nitavaa siku nitaka kwenye harusi. Kama watu wasipoona kuolewa, hii nguo ya kutokea kwenda harusini. Wasipoona watu, na pengine vazi lako linaleta laana kwenye harusi za watu. Kwa sababu ukienda na hilo vazi na ulivaa mwaka mmoja linekaa ndani, watu wanaanza kuachana. Sababu ya vazi lako. Maana ni vazi la kwenda kuachanisha watu na ndoa zao. Sio umelitunza, utaki kutoa sadaka. Wengine utakuta nyumba imewekwa kabati pale, vyombo hivi vya wageni. Kabati, vyombo vimejaa vyombo vya wageni. Kwa hiyo familia yote inalaana, inalia plastiki. Hivi vyombo ni vya wageni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mgeni akija nyumbani kwako anafia pale pale. Unagharamika tena kumtunza, kuandaa mazishi na kumsafirisha. Watu wengi sana wanakufa wanapopokea wageni. Kwa nini? Maana ya uchoyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sifundishi mambo hayo, maana pengine yanaweza kukupa furaha sana. Mimi ngoja nirudi kwangu. Nirudi kwetu mbinguni. Sikiza kwa makini. Neno maana yake hainifaidi kitu kutunza vyombo vya thamani kama sivitumii. Nimeviweka kwa mtu anaipita mara moja mara mbili anaenda zake. Itanifaa nini? Kama kitu umekinunua na hakikusaidii, cha kazi gani? Sasa tunapozungumzia maana ya Pasaka. Pasaka ina kazi kubwa mbili. Ili upate maana yake. Maana ya kwanza, Pasaka inatupa ushindi wa kiroho. Ushindi wa kiroho. Na maana ya pili, Pasaka inatupa ushindi katika uchumi wa mwili. Uchumi wa mwili. Ili lazima ushike hiyo. Nikisema uchumi wa mwili, namaanisha mambo yanayokuzunguka ya nje yako. Maana wewe ni yule wa ndani. Nje yako ni chakula, nyumba, kulala vizuri, kuamka. Hiyo ni nje yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda kwa wakati unapotaka kwenda, uende kwa wakati. Si unanielewa? Hivyo ndio kufanikiwa mwilini. Si umenielewa? Pasaka inakusaidia hizo kazi zake. Unasema nimejuaje? Kitabu cha Kutoka, wakati Mungu anawaambia, tuliposoma ile 12, siwezi kurudia 12, ile Kutoka 12 kuanzia mstari wa kwanza ukienda mpaka mstari wa 8 mpaka wa 9 mpaka wa 10. So utasoma tu baadaye nyumbani kwako. Anaonyesha taratibu za kumla Pasaka. Anasema mtamla mevaa viatu. Bwana Yesu asifiwe. Na suruali na mmefunga mkanda. Maana yake hizo ni silaha katika ulimwengu wa roho ambazo Paulo aliziona kwenye Waefeso akaziandika. Mvae viatu ya utayari tupatao kwa injili ya nini? Ya amani. Akazungumzia na mshipi kweli kiunoni. Hivyo ni silaha za roho katika ulimwengu wa roho za kukusaidia katika ulimwengu wa roho. Maana yake ni Pasaka na fimbo mkononi. Maana yake anapozungumzia fimbo anaonyesha uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo. Ule uwezo unakuwa begani. Hasa bega linabeba mkono. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya kuwa na fimbo. Ndio maana utaona Musa, uwezo wa Musa ulikuwa kwenye fimbo yake aliyokuwa nayo mkononi. Nyoka alikuwa fimbo. Uweza miujiza yote bahari piga fimbo. Nchi ya Misri kuleta chawa fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya kushika fimbo mikononi mwenu. Anasema mtakuwa na fimbo mikononi. Maana yake uweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mboga za uchungu. Ukienda Marko, naenda kwa haraka muda wangu umekwisha. Ukienda Marko ile sura ya 11, Yesu anaonyesha kupata ile mara 100 kuanzia mstari wa 25 mpaka wa 28. Anazungumza hasa ukianzia 20 mpaka 28. Anazungumzia kwamba mtu aliacha vyote kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili atapokea mara 100 hapa duniani na baadaye ufalme wa mbinguni. Si ndio? Alafu anasema pamoja na nini? Na udhia. Udhia inamaanisha mboga za uchungu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikirudi kwenye ile dhana ya silaha za kiroho zinakusaidiaje? Angalia, huwezi, mtu aliyeokoka ambaye amekula Pasaka hawezi akafanikiwa kiuchumi. Ni ngumu sana kufanikiwa kiuchumi aliyeokoka, mpaka afanikiwe katika roho kwanza. Watu wanielewi? Ndio maana watu wengi waliookoka wakiwa na mali, waliookoka bado hawajaokoka walikuwa na mali, akiokoka mali zinaisha. Kwa nini? Mungu anataka ajifunze kufanikiwa rohoni. Maana Pasaka inaleta mantiki ya katika roho kwanza, alafu katika roho ndipo uje katika mwili na katika uchumi. Kwa sababu gani? Ukifanikiwa katika uchumi na katika mwili bila kujua mantiki ya maana ya Pasaka katika roho, na ukafanikiwa mwilini bado hujafanikiwa rohoni, maana yake utafilisika katika roho. Kwa hiyo Mungu hapendi ufilisike rohoni, hapendi uishiwe zile hazina zake za ndani. Kwa hiyo inabidi akunyang'anye vya nje ili umwelewe kwanza, ujifunze. Ukijifunza kuhusu yeye kwa ndani, ukifanikiwa ndani, ndipo anakupa na hivi vya nje. Lakini vya nje havikusaidii ndani, ila vya ndani vinasaidia na nje pia. Bwana Yesu asifiwe. Ushike hiyo itakuelewa. Vya nje havitakusaidia ndani, ila vya ndani vikioperate, vikifanikiwa, na nje anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kwa ajili ya, hiyo ni faida ya Pasaka. Kwa hiyo vita iliyopo ambayo inapelekea watu wa Mungu ionekane maombi ya kwenda Marekani yanahitaji maombi, kwenda kushinda kuweza kufaulu vyuo vikuu unahitaji maombi, kujenga nyumba nzuri unahitaji maombi, kununua gari nzuri unahitaji maombi, mambo na miujiza. Maana yake ni udanganyifu uliodanganywa, kwa sababu shetani aliona kabisa kwamba kwa kuwa huna akili ya kuitangaza mauti ya Bwana kupitia Pasaka, acha vitu hivi avifanye kuwa adimu kwako na uvipate kwa maombi tu. Bwana Yesu asifiwe. Haujanielewa. Wewe unaweza ukanielewa, lakini kuna watu hawanielewi. Nasema hivi, maisha ya watu wengi waliookoka wanaojiita wa Pentecost yanakuwa magumu sana. Kwa sababu gani? Wanapookoka, Mungu hataki wachanganye. Anataka washinde kwanza katika roho. Mantiki ya silaha katika ulimwengu wa roho, wawe watu walioshinda. Wakisha shinda, wakifanikiwa katika utu wa ndani, ndipo Mungu awape na nje. Mungu akiona mkazo wao ni kuvipata vya nje sio vya ndani, anawanyima. Wanakuwa omba. Sio kwamba anawanyima kwa sababu amewanyima. Anawanyima kimkataba, agano aliruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anawanyima anakuwa hawaangalii, kwa sababu Mungu ni ana huruma sana. Ili akunyime inabidi ageuze kisogo. Sasa kinachogeuza kisogo sio yeye, ni mfumo. Ni mashine linalo operate kama unavyoona usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye akili timamu anajua ikifika saa 9 anasema karibu na jioni inaingia. Automatically jioni itaingia tu. Sasa hii hali ya Pasaka ni mfumo ambao lazima, ndio maana Yesu ilimgharimu lazima mwanae aje. Lazima. Yani hata angefanyaje lazima Yesu aje kufa. Kwa sababu ni mfumo ulihitaji hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo mfumo ulitoka wapi? Ulitokea kwenye mkataba. Mkataba ni kitu gani? Mkataba alipowaza tu tufanye mtu kwa mfano wetu, Shetani akasema nitamdanganya huyo mtu utakayemweka. Na siku akikukosea itakugharimu wewe mwenyewe uje mwanao umlete. Bwana Yesu asifiwe. Itabidi umlete hapa duniani. Akasema sawa. Kwa sababu siwezi kuacha kuishi bila kumuomba mwanadamu. Ila ukimuomba tu ameondoka. Mungu akamwambia Shetani huwezi. Akasema nitaweza. Nitamuondoa tu. Kwa hiyo mfumo ulimlazima Yesu kuja. Sasa katika mfumo wa rohoni ndio maana wasiookoka wanafanikiwa tu hivyo hivyo, kwa sababu kuna ulimwengu wao.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna waganga wa kienyeji, kuna uchawi, kuna mazingaombwe, kuna Freemason, kuna Illuminati. Ulimwengu wao, si umenielewa? Kuna wizi, kuna ujambazi, kuna kula rushwa. Si unanielewa vizuri? Vyote hivi vitawasaidia. Hasa wewe vinakukatalia. Wewe vinakutaka uile Pasaka. Ndio maana utaona baada ya kula Pasaka, Mungu akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawateka nyara wa Misri. Ile Pasaka ndio ilileta uwezo wa kuwateka nyara wa Misri. Alafu wa Misri wakawapa vitu vyote walivyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vyako wewe viko kwenye ulimwengu huu, wanavyo watu wasiookoka, wanavyo vya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huwezi kuvipata mpaka wile Pasaka. Sasa watu wengi sana wakiokoka hawapelekwi kwenye Pasaka. Wanapelekwa kwenye mafundisho ya kinyonge yaliyo ya ulimwengu ya awali. Mafundisho ya awali. Paulo anasema mafundisho ya awali ya ulimwengu ambayo hayawezi kuwakamilisha. Kwa hiyo watu wanakuwa ni vilema. Ndio maana ibada za leo ni mtu apate muujiza tu. Muujiza wenyewe sio kwamba ni kilema au sio kwamba ni kipofu. Muujiza nataka kuolewa. Muujiza niende chuo. Sio umeelewa? Muujiza na visa yangu imekataliwa niende Marekani. Unaona muujiza hiyo unayotaka? Miujiza wazungu wanione, wanipo CV yangu waikubali. Hiyo ndio miujiza ya walokole. Kitu ambacho mbinguni hakijulikani kabisa. Kama kuna ibada za namna hiyo hawajui. Kwa nini mfumo? Yani hata kuangalia tu hawaangalii. Kwa hiyo watu wanapokuwa na wachungaji wao wakiomba maombi ya namna ile, Bwana anasema wako nje ya Pasaka. Mfumo unawakatalia, wala hata Mungu asemi. Ni mifumo tu ilishawekwa. Iko pale. Sikiza nikwambie. Unaona huu utawala wa mataifa na nchi ni mifumo ndio inaendeshwa. Wewe unamsikia tu rais kwa jina lakini humuoni. Bwana Yesu asifiwe. Mifumo ina operate tu. Ukienda TRA, ukitaka kufungua biashara yako, kuna mfumo wa biashara. Utakutana TRA. Sio umenielewa? Ina operate mifumo, yani hata uhangaiki. Kuna system tu zimeshawekwa. Na Mungu ni zaidi ya hizo system. Sasa utafanikiwaje? Kuna watu leo wanataka kuvuna zabibu kwenye milimao. Na wanafunga na kuomba ili limao zizae zabibu. Mungu anasema Mungu wangu. Hawa watu watu wanasema nimesiakosea kusema Mungu aliapa kwa nafsi yake. Maana yake anasema Mungu wangu. Alijitaja na yeye. Si alimwambia Ibrahim kusoma Waebrania, acha tusome kwa ajili ya watu wote wakao duniani. Watu wajue kwamba Mungu huwa anasema Mungu wangu. Angalia Waebrania sura ya 6. Mstari wa 16. Maandiko yanatetea kauli yangu. Maana wanadamu huapa kwa yeye aliye mkuu kuliko wao. Maana yake, Mungu wangu. Kabisa haki ya Mungu watu wanataja, si ndio? Wanasema na mimi sijasema ila na nukuu. Haiwi dhambi kwangu. Na kwa ukomo wa mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha. Katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, alitia kiapo katikati. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara sisi tuliyokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unasema nimejuaje? Ule mstari wa 14. Hiyo sura ya 6. Akisema hakika yangu, acha tuanzie mstari wa 13. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu aliapa kwa nafsi yake, akasema hakika yangu, kukubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza. Kwa Mungu aliapa kwa nafsi yake, akasema Mungu wangu. Kwa kuwa hana mkubwa kuliko yeye, akajitaja mwenyewe. Mungu mimi.
nimejiapiza kwa Ibrahimu nimempa. Maana alibidi atafute ukubwa akakosa. Akajiapia mwenyewe kwa nafsi yake. Kwa hiyo akasema Mungu, yani akasema Mungu kwa kinywa, anaiambia nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu huwa anasema, Mungu wangu, hawa jamaa wanaenda wapi? Na Yesu akitaka kulithibitisha hilo neno akasema, watu hawachumi zabibu kwenye tini, kwenye mti, si ndio? Wala watu hawachumi komamanga kwenye mzabibu. Haiwezekani. Kwa hiyo utaona maombi ya watu wengi walivyojikita ni mambo ambayo mbinguni hawayajui, hayapo kabisa kwenye system. Ndio maana utaona Isaka alipoenda Gerari, maandiko yanasema amekimbia njaa iliyompata kama Ibrahim. Siku za Ibrahim kulikuwa na njaa, na siku za Isaka kukawa na njaa, na siku za Yakobo kukawa na njaa. Okay, njaa zile zilikuwa za kazi gani? Zilikuwa zinataka kuwathibitisha watu wa Mungu kwamba wapo. Mungu akamwambia Isaka, panda mbegu. Akapata kipimo mwaka ule, kila kipimo kimoja kwa 100. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno panda mbegu, maana yake Isaka alitii lile neno. Watu wangapi leo wataki kutii neno? Unamwambia wewe maisha yako hapa, fanya hiki. Anakwambia hapa, mimi najua cha kufanya, nilikiona kwenye maono na kichua mwenyewe. Mabinti wengi hawezi kuongezeka. Unamwambia wewe sikiza, baraka yako haiko hapo. Na usiombe hata mume. Wewe ishi hivi, wanaume watakuja wenyewe wakitaka ulichonacho. Nikimwoa huyu nafanikiwa. Wewe jua tu kile ulichonacho. Sasa ukimshauri anakuambia mimi hicho hamna, anaanza kukazana, niombe tu nipate kuolewa. Wewe mtumishi tengwa, niombe tu nitamkie neno niolewe. Namwambia hapana, hicho sio cha kwako. Wewe shika hiki, tembea na Mungu namna hii. Hasa anapokataa, maana yake anataka zabibu kwenye tini. Sio, umeona hiyo kona? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Okay, ukirudi kwenye dhana ya watumishi wa Mungu, angalia kwa nini vijana wengi sana wanataka leo kuwa mitume na manabii. Na wamejiunga kwenye vyama vya mitume na manabii. Na wanaiga mpaka kuvaa ile skafu ya nyekundu, kwamba inajua ukiwa ukivaa nyekundu na kama mganga wa kienyeji, unavaa na kanzu, wanatafuta majina kwenye Biblia ambayo manabii wakubwa walifanya. Unajua ni kwa nini wanataka namna hiyo? Na baadaye wanajua kabisa kwamba kinachotafutwa hapa ni ili uwe na hela. Kwa ili uwe na hela, tafuta mauzauza, tafuta watu waanguke. Sasa watu kuanguka, wachawi wanafanya hivyo. Wachawi wanawapa hizo dawa za kuangusha watu. Haimaanishi wameangushwa kwa roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata Sauli katika ile ibada, Sauli alinena kwa lugha mpaka akawa uchi. Sasa ni vitu vya ajabu, najaribu tu kuvisema. Kwa hiyo katika dhana ya Pasaka, kwenye ile maana tuliyokuepo kwenye ile wa Korinto, acha tumalizie hilo jambo la mwisho la 3. Japo muda wangu ni kama unaenda sana, lakini bado nayo mengi ya kusema. Anasema hivi, basi kila aulaye mkate huo na kukinywa kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu kwa Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua. Sasa hii haiko tu kwenye ile meza ya Bwana. Maana leo meza ya Bwana simepungua ule utendaji wake, kwamba tunaandaa meza ya Bwana ili tule. Sikiliza, hiyo sio mantiki ya Yesu, kwamba kila kanisa linapoandaa meza ya Bwana ndio tunafanya hivi kwa kunikumbuka mimi. Haimaanishi hiyo. Sikiliza kwa makini. Kwani Mungu hakujua kwamba kuna nyakati za mabadiliko zinakuja kwenye ulimwengu? Mungu alijua. Kwani kama Mungu asingejua, kwa nini Yesu alisema waabudu Baba halisi watamwabudu katika roho na kweli? Hawatamwabudu kule Yerusalemu wala kule mlimani. Okay, sisi ambao tunaabudu tuko tu hewani, tunashiriki meza ya Bwana. Kama ndio hiyo kisa, hata hawajanielewa. Mungu huona mabadiliko na nyakati katika kila ibada, katika kila msimu unaokuja. Kwa hiyo Pasaka inaandaa jamii, au inawaandaa watu wa Mungu kuingia katika kila msimu. Ndio maana alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Maana kila msimu unapoingia msimu mwingine, kuna jambo linatakiwa lije, Pasaka ije. Sasa Pasaka si kule kuleta mkate ule ambao umenunuliwa sokoni, wala sio zabibu ile ambayo imenunuliwa 3,000. Sio blue currant, sio blue nini? Meta nini? Black currant. Ile ni black. Kuna blue currant.
sio kule kumimina kusema hii ndio damu. Maana kama ni hivyo, basi hao wamehalalishwa wanaokusanyika, kwa sababu liko kusanyiko lingine ambalo Mungu amesema katikati ya miungu, ninyi miungu, ambao Mungu aliwaambia hao miungu, sikiliza, saa inakuja ambayo saa ipo, ambayo maabudu Baba halisi watamabudu katika roho na kweli, si kule Yerusalemu wala si kule Uyahudi. Sasa wale ambao wanaabudu halisi hawaendi Yerusalemu wala milimani, wanashiriki meza ya Bwana wapi? Maana si mimi nayesema, ni Yesu ndiye aliyesema. Kama wakina Yohana walikuwa Patmo miezi mingi, walishiriki wapi ili wawe wakamilifu? Wengine walizunguka katika nyika, hawana mahali pa kuabudia. Walishiriki wapi hiyo meza? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni maana ya kiroho kubwa. Na Paulo wakati anaandika alikuwa anasema hivi, angalia mantiki ya Paulo wakati anafundisha hapa, iko kule juu. Ule mstari wa 17. Ule mstari wa 22, wa 22. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa. Maana yake hayo anayowapa yalitoka kwa Bwana. Okay. Sasa mimi kwa mantiki ya Mwalimu Tengwa na kitabu cha Mabadiliko, acha ni kuonyesha ibada ya kushiriki mwili wa Yesu na damu yake, bila kutumia hiyo zabibu kwamba nakula sasa ili kuonyesha kwamba hapa nashiriki mkate na hapa na hii ni damu. Kwa maana mantiki ya Yesu, twende kitabu kile cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Yote yako humu kama uthibitisho. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Sura ya 2 mstari wa 14. Maandiko yanasema nini? Ili tupate maana. Acha tuanzie mstari wa 11. Anasema hivi, 11 twende mpaka 14. Maana yeye atakasaye haoni haya kuwaita ndugu zake, akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu. Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Na tena nitakuwa nimemtumainia yeye. Na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Wako wapi? Kabla tujina mstari wa 14, nifundishe kwanza hapo. Tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Wako wapi? Wakati Ayubu anatoa sadaka ili amfanyie Bwana ibada. Sikiliza, maandiko yanasema ikawa hapo wana wa Mungu walipojihudhurisha mbele za Bwana ili wamfanyie Bwana ibada, shetani naye akajihudhurisha wapi? Akaenda kwa Mungu kumshtaki Ayubu kwenye ibada ya Mungu na wana wake. Ile ibada ya Mungu na wanae, hapo ndipo kuna meza ya Bwana. Nitakuonyesha ikoje. Bwana Yesu asifiwe. Haja nitakuonyesha tu, iko hapa. Mstari wa 14, angalia. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi, awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Turudi. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ibada ya ndani. Inaonyeshwa ushiriki wa mwili kufa. Anasema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Wapi? Kwenye Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Angalia kitu cha ajabu ambacho Yesu alikiona kwa Petro. Maana hivi mnavyoshiriki neno, mnakula mwili wake na kunywa damu yake, hapa mnashiriki meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia gani? Acha nikuonyeshe. Kwa sababu mtu hamkatai Bwana, anakataa neno. Humkatai Bwana. Unaposema umtaki Yesu, haimaanishi umtaki. Unapokataa neno na agizo lake, ndio umemkataa.
Kwa hiyo kukusanyika na kuchinja mkate na kukatakata na kuweka meza ya Bwana ikiwa wote ni wazinzi na washarati inawasaidia ni? Ikiwa maaskofu wote wamepotoka juu ya neno la Mungu, hiyo ni meza gani? Sikiliza, meza ya Bwana. Tuko kitabu gani? Sura ya 6. Tuanzie mstari wa 47. Amini amini nawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Si umenielewa? Inaonyeshwa aniaminie yuna uzima wa milele. Okay. Mimi ndimi chakula cha uzima. Okay. Baba zenu walila mana wa jangwani wakafa. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. 52. Basi Wayahudi wakashindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima wa milele ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami ndani yake. Si umenielewa? Ambapo sijaenda bado, sijamaliza, naenda kupa tu kidogo. Ukisoma ile Yohana kuanzia sura ya 15 mstari wa 7, kwa ukienda mpaka 23, ile sura ya 13 Yohana mstari wa 23 anasema, mtu asiyenipenda alishike neno langu. Mtu akinipenda atashika amri zangu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Hiyo ndio Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema mkate, maana yake neno. Bwana Yesu asifiwe. Hacha twende tuone. Ukienda mstari wa 60, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia wakisema, neno hili ni gumu, ni nani aweze kulisikia? 61. Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walinung'unikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi muonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwa kwanza? Roho ndio itiayo uzima. Akaonyesha roho ndio itiayo uzima. Kwa hiyo tunapozungumzia meza ya Bwana tunamaanisha roho wa Bwana. Okay. Roho wake anafanyaje? Anakujaje? Angalia. Mwili, roho ndio itiayo uzima. Tuo mstari wangapi? Wa 60? Okay. Mwili haufai kitu. Anakuja kuonyesha sasa hiyo roho inaingiaje. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo walihitaji kushika nini? Ili washiriki nini? Meza ya Bwana. Good. Walihitaji kushika neno lake. Walipojikwa wakaukataa mwili. Yesu akasema, Pasaka yangu imekataliwa na hawa jamaa. Acha niwaulize wanafunzi, nione kama na wao watashiriki meza ya Bwana leo au hawatashiriki. Akawauliza wanafunzi wake. Mstari wangapi? 64. Lakini kuna wengi miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo nani wasioamini naye ni nani atakayemsaliti. Akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia hayo. Nimewaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovujaliwa na Baba yangu. Kwa ajili ya hayo watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima. Twende kwa nani? Wewe unayo maneno. Kwa liko neno likifundishwa, mnashiriki Pasaka, ule mwili na damu. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Walio kando ya bahari kule mapolini, ambao hawana mkate wa kuoka ili washiriki meza ya Bwana, wanashiriki kupitia nini? Kwa sababu ile ishara ya dalili ya kuweka, sikwambii ni vibaya. Manake kama fursa ipo ya kuweka, wekeni. Lakini kule kuweka kwenu lazima kutokane na hiki.
ule ushiriki wa kuweka ile ishara ya meza ya Bwana ili mpate hofu. Lengo ni ili mkumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake watu wengi wachungaji wengi na maaskofu wengi na walimu wengi wanaoandalia watu meza ya Bwana isivyo halali, wanawapa watu hukumu. Kwa sababu wanachukua ile mantiki ya mwili wa Yesu na Pasaka, alafu wanawakosesha wana wa Mungu. Sababu ile dhana ya ndio maana Paulo alionyesha umuhimu kwanza ili watu wasikurupuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo dhana ni lile neno. Ndio Yesu akawaambia, na ninyi mtaka kuondoka. Petro akasema, twende kwa nani? Sio kwamba wewe unayo miujiza, unayo maneno ya uzima. Kwa nini? Maana umesema maneno haya ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo Petro akashika, kumbe haya maneno ndio mwili wake. Hacha tushike, maana ndio mkate. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadiria watu wanaosikia mafundisho haya ya nguvu ya mabadiliko, hacha tuishie hapa kwa leo. Niende wapi tena? Maana naona kana kwamba uwezo wa kuyastahimili mafunuo ya Bwana si kwamba kila mtu atayaweza kuyapokea. Ni wakadiria kwa leo hapa. Kwenye volumes zinazofuata pengine tutagusha tena. Tutachukua kila mahali tuweze kuwapa watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mnatupata kupitia Tengwa TV, hii ni volume 12 chapter 4, jambo la pili la kuhusu Pasaka. Hii ni Pasaka. Na tumeona Pasaka ni nini? Nimekuambia Pasaka ni ile dhana ya kula mwili wa Yesu, ule mkate, na si kule kupasi over. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana alisema kwa habari ya kupita. Sasa nimekuambia yule mwandishi aliyeandika atuambie alitafsiri kutokea wapi. Tungewauliza wenyeji walioshiriki ile Passover walifanyaje, walitumia lugha gani, ili tuitafute ile lugha kwa kutafsiri kwa ukalimani wetu wa leo. Na mimi nimesema sihangaiki na lugha za wanadamu, nahangaika na lugha ya roho, ili watu waipate tafsiri ya roho kwa lugha ya mbinguni. Maana lugha za wanadamu kwa makabila yao zinaweza zikapotosha, zikapunguza. Kwa Kisukuma, kwa Kijaruo, kwa Kikelewe, kwa Kinyaturu, kwa Kisambaa, kwa Kigogo, mnaweza mkapunguza. Lakini mantiki haipunguzwi. Mantiki ni yule roho. Sasa kama roho hayupo, mantiki inapotea. Ndio maana Amosi 8:11 imezungumzia kutakuwa na njaa. Haimaanishi maandiko yataondoka. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hayaondoki, ila ufunuo dhahiri. Kama Samueli wa kwanza sura ya 3, maandiko yanasema neno la Mungu lilikuwa adimu. Haimaanishi Torati haikuwepo, ilikuwepo, ila neno lilikuwa adimu. Ule ufafanuzi wa neno, tafsiri ya kiroho ilikuwa imepotea. Kwa nini? Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Maana shida sio Torati ya Musa, shida ni Mungu anasema nini akija kwa Samueli. Kama Mungu hajaja kwa Samueli, hakuna mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Unasema nimejuaje? Samueli anaulizwa na yule mzee Eli, uniambie Bwana amekwambia nini? Na wewe si ni kuhani akwambie na wewe. Kwa shida sio yale maandiko kuwepo. Shida roho anasema nini usiku wa leo? Roho anasema nini mchana wa leo? Maana haya yote yaliyoandikwa ni Mungu alikuwa anatokea kina Ibrahimu, aliwatokea wakina Danieli kwenye kijito Kedeli, aliwatokea wakina Yohana Patmo. Ndio maandiko yanakuwepo. Ni ule ufunuo wa roho. Bila ufunuo maandiko yasingekuwepo. Mungu anamtokea Musa akiwa anachunga kundi la baba mkwewe. Ndio inakuwa kitabu cha Kutoka. Kwa hiyo usihangaike na kitabu cha Kutoka, hangaika Musa alipataje ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Alikutana na Mungu Sinai. Kwa hiyo watu wengi sana wamepotoka kwa tafsiri za maandiko. Ile dhana ya maono ya mbinguni wameacha. Wingi wa maono ya Paulo na mafundisho yake yametokana na kukaa miaka 14 mbele za Bwana, akifundishwa na Bwana. Anasema sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, bali nilienda zangu Arabuni nikakaa huko miaka 14. Bwana Yesu asifiwe. Akifundishwa na Bwana maono ya mbinguni, akamjua. Sema simjui, namjua mtu mmoja katika roho, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Ni yale mafunuo ya Bwana. Wakina Moses Kulola sio vyo vya Biblia vilivyowapa mafunuo, walikutana na Bwana kwenye maono. Sasa mimi ningewafundisha nini kama nisingekutana na Bwana huko niliko kukutana naye? Manake ninakutana na Bwana, ananijia kila leo. Kuna hiki mwanangu, kuna hiki.
kuna kitu hiki, peleka na hiki kwa watu wangu. Kama upewi, maana Yohana anaambiwa na Bwana, andika haya unayoyasikia kwangu. Kwa nini asingeambiwa yale niliyo ufundisha kule tangu nimewatokea pale Getsemane kwenye bahari mnavua samaki, yapelekeni hayo? Kwa nini anamtokea anampa vitu ambavyo Yohana hakuvisikia Yesu alipokuwa katika mwili? Bwana Yesu asifiwe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mabadiliko haya. Asante kwa ajili ya hii Pasaka. Unajua watu wengi sana wanaogopa mauti ya Bwana na hawezi kuitangaza mauti yake. Kwa nini? Unaposhindwa kuitangaza mauti yake, maana yake unauondoa uhai wako, usiwepo katika roho. Maana uhai ambao Bwana anauhitaji ni ule uhai wa katika roho, katika jina la Yesu. Baba, kupitia maneno haya ninarudisha uhai wa watu hawa katika roho, uhai katika roho ambao uhai wao umefichwa pamoja na Bwana, na uhai huu unapatikana kwa njia ya mauti ya Yesu. Wapate kuzitangaza fadhili zake kupitia mauti ya Bwana. Tunaposhiriki mwili wa Yesu ni hili neno. Hii ndio Pasaka ya Bwana. Unaposhiriki neno la msimu wa mabadiliko. Rinda rabasanta. Kushukuru Bwana Yesu kwa sababu ulikula Pasaka mara moja tu, ili kwamba uweze kuikamilisha Torati katika sheria na haki yote. Ndio maana ukasema, imenipasa kuila Pasaka pamoja nanyi, nami sitakula tena mzabibu katika wanadamu mpaka nitakapokula pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Ule ushiriki wa Pasaka pamoja na Yesu ndio Pasaka ya kweli. Watu wengi sana wameondoa Pasaka mioni mwao. Rudisha Pasaka. Unapolisikia neno litendee kazi, na uwe mtu ambaye unapambanua. Maandiko yanasema upate kupambanua. Watu wengi sana wanashiriki vibaya na wanajipatia hukumu kwa sababu hawajui kupambanua. Sasa huwezi kupambanua mpaka uwe na roho. Roho anayepambanua. Ninaomba ya roho ya ufunuo juu ya watu hawa. Bwana, peleka roho ya ufunuo juu ya watu wako walio ulimwenguni kote. Uwafunulie jambo hili ya kwamba ni wakati wa Pasaka. Kila mtu ailie neno hili kama Pasaka kwake. Unaposhiriki hili neno ni Pasaka yako. Unashiriki mwili wa Yesu na damu yake. Wawe ni kikombe cha Bwana. Hekesi. Bwana, ninawaombea mabadiliko na matokeo. Bwana, ninajua ni rahisi sana mtu kulipokea neno, lakini linapandwa wapi ni tatizo. Linapandwa kwenye mwamba, au linapandwa kwenye mlima, au linapandwa njiani, au linapandwa kwenye miiba. Pengine watu ambao nimeachilia hili neno kwao, neno limeangukia kwenye miamba, au kwenye udongo ambao ni unaozaa sana. Nisaidie Bwana, nisaidie. Mbegu zisiende bure za neno lako, ziweze kuzaa matunda. Tengeneza mioyo ya watu wako iwe udongo ulio tayari kupandwa, udongo mtifutifu mzuri, ukazae 100, 160 na 30 katika jina la Yesu Kristo. Wanaweza wakalisikia neno, akaja mwizi akaliiba, ikawa alizai. Wanapojaribu kuachia mabadiliko, pengine wakapambana sana, lakini mabadiliko yasitokee, maana wamesahau kwamba lile neno lilipandwa njiani. Geuza mioyo yao, Bwana. Geuza mioyo ya wanawake na wanaume kila mahali neno hili linapokwenda. Wengine wanatupata kupitia mtandao wa Tengwa TV, wa YouTube channel yetu. Bwana, ninakusihi kwa jina lako takatifu ya kwamba mioyo ya watu igeuzwe, iwe mioyo ya nyama, isiwe mioyo ya jiwe, ili wanapo apply hili neno kwenye mabadiliko ya maisha yao wakapate sawasawa na wanachokihitaji. Wasije wakatarajia kuvuna mizabibu kwenye malimao, wasije kutarajia kuvuna machungwa kwenye miti ya miiba. Bwana, ninakusihi wape roho ya kupambanua katika jina la Yesu. Wape kupambanua, wape kupambanua Bwana, sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Wajalie kuelewa. Watu wengi sana wamejazana kwenye mahema na masinagogi, wakijaribu kukutafuta uso, lakini hawakupati, kwa sababu wameziacha njia zako na kusudi lako wamelihalifu.
Ninajua nyakati fulani Bwana, nyakati zile za mitume waliacha neno, wakajikuta wanahudumu mezani. Wakahudumu mezani kwa sababu walijua ya kwamba mezani ni ile meza ya Bwana. Walipojua wanakula ile ibada ya komunio, wanakula ile ibada ya kushiriki mkate kila siku, wakajikuta wameshiriki mkate, wanajaza matumbo, lakini neno lako halimo mioyoni mwao. Wakajikuta manunguniko yameingia. Walikuwa wanaandaa meza ya Bwana kila leo. Walikuwa wanaandaa mikate, wanakoka mikate, wanaweka na juisi. Wanasema huu ndio mwili wa Yesu na huu ndio mkate na hii ndio damu. Wakisha kufanya hivyo, ghafla manunguniko yakaingia. Maana kusudi lako ni lile agizo lako ulilowaambia watakuwa mashahidi wako Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Ndio maana Bwana ulipowatawanya hawakumega mkate tena. Walikwenda ulimwenguni kote kuhubiri Injili. Wengine walitiwa gerezani, wengine waliwekwa kwenye mashimo ya simba wakaliwa, wengine walitendwa vibaya wakajeruhika. Kama dhana ya kushiriki meza ya Bwana ni kuweka mikate na kukaa na kunywa ile divai au kunywa kile kikombe cha mzabibu, kama ndio dhana uliomaanisha, je, walipopelekwa gerezani walishiriki nini meza ya Bwana? Je, walipopelekwa kwenye mateso wakawa katika roho mpaka unamwijia Yohana, alishirikije? Ili awe mkamilifu, lifundishe kanisa lako Bwana kupitia nguvu ya mabadiliko, ili watu wakageuzwe mioyo yao, wageuzwe mwelekeo wao, wasiige mifumo ya dunia hii. Katika jina la Yesu ninalipeleka hili neno likapindua meza zao, likapindua na viti vya enzi, likaleta kanisa la Mungu pamoja hilo katika roho, ili watu wamwabudu Baba halisi, wamwabudu katika roho na kweli. Maana yake walile neno la Bwana, waitangaze mauti yake hata ajapo. Litukuzwe jina lako. Ninakushukuru kwa upendo wako mkuu namna hii uliotupenda Bwana. Utukufu ni wako na uweza ni wako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu ni zako na uweza ni wako. Baba, hakuna mwingine kama wewe. Rinda rabashaka. Tukiwa tunajiandaa kuingia chapter 13 au volume 13, volume 13, tunaendelea na maombi. Wale ambao mko majumbani mnaweza mkaendelea kuombea huduma hii. Wale ambao mliko Mlima Sayuni, endeleeni kuomba juu ya huduma hii ili iweze kwenda, neno la Mungu liweze kupata kibali kila mahali. Mungu atufungulie mlango wa kufaa sana. Injili ya Bwana ienee kila mahali. Watu watangaze habari za injili ya uamsho. Waweke vinywani mwao injili ya uamsho na mabadiliko. Usijitaabishe wewe kushika magazeti. Watu wakusome wewe, ndio uwe gazeti la leo. Kila mji usomeke wewe. Kila mji usomeke wewe. Kila mahali tengenezeni fellowship, kwenye mikoa, kwenye wilaya. Tengenezeni ibada za usiku. Uamsho unarudi katika jina la Yesu. Uamsho unarudi katika jina la Yesu. Walioko Marekani, walioko China, tengenezeni ibada za usiku. Kama mmetingwa na kazi, tengenezeni ibada za usiku. Mlioko Songea, mlioko Ruvuma, mlioko Chunya, mlioko Mbeya, mlioko Mwanza, Ilemela, Nyamagana, tengenezeni ibada za usiku. Bwana anarudi. Rama ni Atha, Rama, Rika, Nasa, Reke, Sindabo, Darabo, mlioko Kerewe, mlioko Geita, fanyeni ibada za usiku. Bwana anakuja. Maraniatha, Rindorabo, Maranatha, Maranatha, Maraniatha, 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 Maranatha, Maranatha, Maraniatha, Risoko, Rekesi, Naraba, anarudi. Mlioko Sengerema, fanyeni ibada za usiku. Mlioko Morogoro, mlioko Dodoma, mlioko Dar es Salaam, fanyeni ibada za usiku. Bwana anakuja, Bwana anakuja, Bwana anakuja, Bwana anakuja, anakuja. Wakati wa uamsho, wakati wa uamsho, ni wakati wa uamsho. Mabadiliko, mabadiliko. Ondokeni huko, tokeni katikati ibada zao katika jina la Yesu. Rikosa, narabakuri, narabakuri, Lisa Mohengare. Yekesi. Pindarabas. Yekesi. Mlioko Manyoni, mlioko Singida, mlioko Tabora, mlioko Nzega, mlioko Shinyanga, mlioko Singida, mlioko Mtwara, mlioko Manyara, mlioko Arusha, mlioko Tanga, mlioko Dodoma, mlioko kila mahali
kila moja. Oh, fellowship za uamsho zianze. Fellowship za uamsho kila moja. Darabasaka likandarabase. Anakuja Bwana, 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 anakuja, anakuja, anarudi. Ondoeni ibada za mazoea, ondoeni ibada za mazoea, ondoeni ibada za mazoea. Piga mbiu kila mahali, waambie watu makosa yao. Pigeni mbiu kila mahali. Oh, tengenezeni ibada za maombi. Imbeni nyimbo za rohoni. Mwimbieni Bwana sifa. Mwimbieni Bwana utukufu. Nguvu ya Mungu inakwenda. Nguvu ya Mungu inakwenda kama upepo, kama dharuba, kama tufani, kama dharuba, kama tufani. Kila mahali nguvu ya Mungu inakwenda. Naleta mabadiliko kwa vijana, mabadiliko kwa wamama, mabadiliko kwa baba. Kila mahali nguvu ya Mungu inakwenda, 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 inakwenda. Nguvu ya Mungu. Ni wakati wa uamsho, ni wakati wa uamsho. Amkeni mliolala, amkeni mliolala, mikoa iliyolala, wilaya na vijijini kote, mijini na vijijini. Amkeni, Bwana anakuja. Kesheni na kuomba. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Utafuteni uso wake, atajidhihirisha kwenu. Rikanda Rikos Rikos Renda Rikos Ori 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 Wapaya mabadiliko ikabibirike Tanzania yote Rikos Kuna uwezo wako kila mmoja ameshiriki Pasaka, kila mmoja ameshiriki la kaseke reposeke la koshete rapaseke. Kwa mafundisho zaidi tutembelee kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok, Facebook na YouTube kwa jina la Tengwa TV. Usisahau kusubscribe, follow na kulike ili uweze kujifunza kupitia mafundisho ya mwalimu Augustine HB Tengwa. Mungu akubariki.